Na mtazamaji wangu, kitendo hichi ambacho kimeweza kutokea hivi sasa huko Arusha leo hii ikiwa ni maandamano ya Sabasaba. Kwa kweli maandamano hayo ya Sabasaba huko Arusha yameweza kufanyika kwa njia ya upole kabisa. Maandamano haya ambayo yamekuwa yakijadiliwa katika mitandao ya kijamii, hatimaye huko Arusha maandamano hayo yameweza kufanikishwa kwa njia ya amani kabisa, jambo ambalo linazidi kujadiliwa kila kona hivi sasa katika mitandao ya kijamii, na ikiwa ni aibu kubwa kwa viongozi wakuu walioko serikalini. Hatua hii mpya pia imeweza kufuatia na kutolewa kwa jambo la dharura, ila kile ambacho vijana jenzi wameweza kufanya huko Arusha kimeweza kugusa wengi na kuvutia mamilioni ya Watanzania. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, ni vema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, huko Arusha leo hii maandamano ya amani yameweza kufanikishwa kwa njia ambayo wengi hawakuwa wakitarajia. Sote tunafahamu kwamba katika Jamhuri ya Tanzania mchezo wa soka ama mchezo wa kucheza mpira wa mguu ni mchezo ambao unazidi kuvutia wengi. Hivyo basi kile ambacho vijana jenzi huko Arusha wameweza kukifanya ni kuvalia jezi za timu kuu katika Jamhuri ya Tanzania na mwisho wa siku kuingia katika barabara ambazo zilikuwa hazina magari wala watu wanaozidi kutoka kuelekea eneo moja hadi lingine, ambapo vijana hao wakaweza kuanza kulazimika kucheza mpira barabarani, jambo ambalo wengi walikuwa hawatarajii. Ila dhumuni na sababu kuu ya hatua hiyo kufanywa na vijana Gen Z huko Arusha, kwanza kabisa ni kuonyesha maandamano ya amani yameweza kufanyika kwa njia ya amani bila kutumia nguvu. Sote tunafahamu kwamba huenda kama vijana hao Gen Z wasingeweza kucheza mpira, wangeweza kuishia kuwasha moto barabarani na utumiaji wa nguvu kupitiliza kukabiliana na maafisa wa polisi, ili mwisho siku maandamano yao yaweze kufuatia. Pia mtazamaji wangu, kuna mbinu ya kutuma ujumbe kwamba hawana hofu ya kuwepo barabarani. Leo hii baadhi ya mikoa vijana Gen Z hawajaweza kujitokeza kuandamana kama ilivyokuwa ikitarajiwa, wakisalia kutuma maneno yao katika mitandao ya kijamii na kuonyesha kuunga mkono wote wale waliokuwa wameweza kujitokeza kuandamana kama hapo Arusha. Vile mtazamaji wangu, kutumia mpira kama ishara ya umoja na ushikamano wa vijana Gen Z. Sote tunafahamu kwamba mpira huo hauwezi kuchezwa na mtu mmoja. Hivyo basi mpira ulioweza kutumika katika maandamano ya leo hii huko Arusha ni jambo ambalo limeweza kuonyesha umoja, ya kwamba wale wote waliokuwa wakicheza mpira huo na wale wote waliokuwa wakishuhudia mpira huo huku wakichukua video na picha kuzisambaza katika mitandao ya kijamii inazidi kuonyesha umoja. Na leo hii umoja uliokuwa ukitarajia kuonekana ni katika maandamano ya amani, na kwa kweli imeweza kufanikishwa. Vile mtazamaji wangu, kuna kupunguza msongamano na taharuki wakati wa maandamano. Sote tunafahamu kwamba kama kweli kusingekuwa kunachezwa mpira na vijana hao Gen Z huku wakilazimika kuingia barabarani kuandamana, basi mtazamaji wangu, huenda leo hii tungeweza kushuhudia tukio la kuvunja moyo kwa waandamanaji hao waliokuwa wakicheza mpira iwapo wasingecheza mpira, kwani maafisa wa polisi hawana hatia ya aina yoyote ile kupiga raia ama kumpiga Gen Z risasi ama kumkamata na kumfungulia mashtaka anapokuwa yupo barabarani kucheza mpira, ili hali magari leo hii sote tumeweza kushuhudia hayajaweza kutolewa barabarani kutokana na magari hayo kuamini kwamba Watanzania wengi hawatakuwa wakijitokeza kwa shughuli zao za siku baada ya siku kwa ajili ya kuimarisha usalama wao binafsi kutokana na maandamano ya Sabasaba. Vile mtazamaji wangu, kuna kuonyesha kuwa barabara zimekuwa wazi. Kisa kikuu cha kusababisha barabara hizo kuwa wazi ni kutokana na hofu na maandamano ya Sabasaba ambayo leo hii
yameweza kuratibiwa kufanywa kwa uzito mkubwa. Vile kuna njia ya kuepuka mabadiliko ya kushiriki shughuli ya barabara bila vitendo vya fujo. Sote tunafahamu kwamba katika maandamano ya Oktoba 29, kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z walipoweza kuingia barabarani kuandamana, tuliweza kuwashuhudia vijana hao Gen Z wakiwa wapo na mabango yameweza kuchapishwa maneno makali, pia wakiwa na matawi ya miti, huku wakibeba mawe kuwasha moto barabarani. Ila kile ambacho kimeweza kufanywa na vijana Gen Z huko Arusha, mtazamaji wangu, ni kitendo cha busara kwa kweli. Vijana hao Gen Z kuamua ya kwamba wataweza kuandamana, na kwa kuwa barabara hazipo katika utumizi wa kiasi kikubwa ama kiwango cha juu, wataweza kulazimika kuvutia macho ya wengi kupitia maandamano yao ya kiaina ya kucheza mpira. Ila sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu kuu ya wao kufanya hivyo ni kutokana na leo hii inafahamika kila kona ya kwamba uongozi ulioko madarakani ndio umeweza kuchangia hali inayozidi kuendelea kushuhudiwa hivi sasa, kwa serikali hiyo kushindwa kufanikisha baadhi ya matakwa yaliyokuwa yameweza kutolewa na vijana Gen Z, ama hata kupendekeza ya kwamba serikali iliyoko madarakani iweze kuwajibika na hata kufanya maamuzi kama ya kumwachia Lissu ama Mheshimiwa Humphrey Polepole aliyeweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi, basi angalau familia yake Mheshimiwa Humphrey Polepole iweze kujua aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole, ila hilo halijaweza kufanyika. Vile mtazamaji wangu, kuna kuonyesha ya kwamba maandamano kwao sio tu kuhusu kupaza sauti bila kuonyesha mshikamano na uvumilivu kwa njia za amani. Sote tunafahamu kwamba kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z waliweza kutangaza maandamano yao ya amani, huku maafisa wa polisi waliweza kujitokeza na madai mazito ya kwamba kuna kundi la watu wachache waliokuwa na nia ya kuvuruga maandamano ya vijana Gen Z, ya kwamba kundi hilo liliweza kudaiwa litaweza kupiga maafisa wa polisi huku wakinyang'anywa silaha zao, jambo ambalo liliweza kuweka hofu kubwa kiusalama katika Jamhuri ya Tanzania. Ila leo hii taswira mpya na ya kipekee imeweza kuonyeshwa na vijana hao wa Gen Z, ila ifahamike kwamba yote haya yanazidi kufanyika, ila tunazidi kusubiri taarifa kamili kutoka serikalini ama ni kipi ambacho kitaweza kufuatia baada ya matukio haya kuendelea kushuhudiwa mikoa mbalimbali leo hii. Mtazamaji wangu, ni vema kwa hapo kutoachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.